Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faya ikhwani fil imani wal islam, ndugu zangu katika imani na Uislamu, usikum wa nafsi al-muqassarata bi taqwallahi al-aliyyil azim. Kwanza kabisa naihusia nafsi yangu yenye mapungufu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kunako kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Amma maudhui khutubatina al-yawm, amma maudhui ya khutuba yetu ya leo, fa'unwanuhu yaqul, anwani yake nasema limadha Allahu harafa bil asr. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu ameapa kwa al-asr? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu ambacho si chengine isipokuwa ni Qur'an tukufu. Anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wal asr, na hapa kwa al-asili, na hapa kwa nyakati za mwisho. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ape kwa nyakati za mwisho? Kwa sababu ndugu zangu Waislamu, sisi ndio umma wa mwisho na hizi ndizo nyakati za mwisho. Na sisi umma wetu huu umezidi kufanya maasi. Na katika huku hapa kwake anamaanisha pia ni muda. Ndugu zangu Waislamu, muda tuufuatilii, muda tunaupoteza, muda tunauacha ndugu zangu Waislamu. Yaani unakuta leo hii mtu anakuambia hivi, ngoja niende kijiweni nikapoteze muda. Wakati huo muda aliyoutumia hapo kupoteza, angetumia katika kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, angetumia huo muda katika kuswali, angekuwa kashajenga vitu mema huko akhira. Lakini huo muda watu wanafanya mambo ya kijinga, wanafanya mambo ya kishenzi. Na hata ukiangalia hamna madhambi zamani yalikuwepo ambaye leo hii hamna. Madhambi mengi yamejaa ndugu zangu Waislamu. Kutokana na nini? Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu anaapa kwa al-asr, anaapa kwa nyakati za mwisho. Na unaweza ukajiuliza kwa ajili gani Mwenyezi Mungu anaapa? Kwa sababu hili ni jambo kubwa. Yaani ukiona paka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapa, basi ujue hilo ni jambo kubwa. Kwa hiyo anamaanisha kwamba anaapa kwa nyakati za mwisho. Hizi ni nyakati za jioni. Wengi tunajua muda huu wal asr ni muda wa kuswali, tunajua ni muda wa jioni ambao ndio jua linaendelea kuzama. Sasa ndo anamaanisha kwamba anaapa kwa nyakati za mwisho. Yaani sisi tupo karibu na kiyama kabisa. Na hata leo hii ukiangalia dalili nyingi za kiyama zipo. Nyingi sana dalili zilizotajwa katika kitabu leo zipo ndugu zangu Waislamu. Na kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kwa kusema innal insana lafil khusr, hakika mwanadamu yupo khasalani. Yaani leo hii mimi na wewe wote tupo khasalani. Maana leo hii kuna madhambi mengi. Wafikiria, watu wa Nabii Nuh walimpinga Nabii Nuh, leo hii watu wanampinga Nabii Muhammad. Watu wa Nabii Lut walikuwa wakiingiliana kinyume na maumbile, leo hii unakuta paka wanaume wanafunga na ndoa. Hii inamaanisha kwamba, na ndio maana Mwenyezi Mungu amesema ya kwamba hakika mwanadamu yupo ghasalani. Yaani mimi na wewe tupo ghasalani, wote tupo ghasalani. Ila sasa anaendelea kwa kusema illa alladhina amanu wa amilus salihat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale walioamini na wakatenda wema. Wapo ambao wameamini na wema hawatendi. Kwani leo hii si wapo Waislamu ambao Waislamu ambao wanajiita Waislamu lakini kuswali hawaswali, kufunga na singizia vidonda vya tumbo, zaka anasema hawana hela. Mbona wapo leo hii ndugu zangu Waislamu? Sasa ndo Mwenyezi Mungu anasema wale walioamini na wakatenda wema. Yaani wewe ukitaka kuwa muumini wa kweli, Muislamu wa kweli,
muamini Mwenyezi Mungu na mitume yake, lakini pia utende wema. Na kisha anaendelea kwa kusema watawasau bil haqi, inganianeni katika haki. Yani kama mimi hapa, jinsi hapa nilivyosimama mbele yenu na walingania, na nyinyi wenyewe neno inatakiwa hivyo hivyo mlingianeni. Unapomwona mwenzako jambo hili kalifanya vibaya au kakosea au anaenda kinyume na sheria za Mwenyezi Mungu, basi ujue huwa unamlingania katika haki. Na kisa anamalizia kwa kusema watawasau bisabr, na mlingianeni katika subra. Hapo sasa, ndugu zangu Waislamu, hatuna subra. Hata leo hii, hata sisi watoto hatuna subra. Unakuta kapata maradhi, anaumwa, ila anakuwa hana subra. Mwenyezi Mungu anasema kwamba uwe na subra. Sisi tulinganianeni katika subra. Lakini yote inamaanisha nini? Hivi vitu tunavyovifanya tulinganianeni, sijui tuongee maneno yenye haki, sijui kwamba mpaka Mwenyezi Mungu kaapa kwa al-asr, anamaanisha ya kwamba ya muda. Hivi vitu vyote tunavyovifanya vote vipo katika muda. Na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wakati ni kama upanga. Yani ukishakata ndio umeshakata. Yani ni urudi huo. Kwa hiyo hata sisi wenyewe ukishaenda uzeeni ndio ushaenda wewe. Leo hii unakuta mtu kijana anasema mimi hadi nikishakuwa babu ndo nitatubu, ndo nitafanya mambo mema. Lakini hata huo uzeeni haufikii. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, huu ni muda, inabidi tuuchunge. Ukishaenda muda, ukishakata ndio ushakukata. Na pia namalizia tena kwa kusema hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema neema mbili, hizo neema mbili zinapuuziwa mno na watu, nazo ni muda na afya. Yani watu sasa hivi hatuna muda na hata afya. Tunaambiwa tufunge, lakini watu watufungi, tunasingizia vidonda vya tumbo. Mtu ukifika mwezi wa Ramadhani ndo anasema kwamba yeye anaumwa, yani anaumwa mwezi mzima. Ndugu zangu Waislamu, mpaka Mtume anasema ya kwamba afya ni muhimu, na ndo neema zinazokosekana na watu nyingi. Ni neema ni ambazo hizo ni muda na afya. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huu muda tuutumie kwa kufanya mambo mema. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na bima fihi min adh-dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Indu rabbakum maghfira. Basi kama ilivyo kawaida, baada ya hutuba ya kwanza khatibu anakaa kidogo, alafu waumini wengine wote huwa hapo tunaomba dua. Sasa kwa kiasi kidogo sana tunaomba dua. Kila mmoja anaomba Mwenyezi Mungu jambo lake, ni katika nyakati ambazo basi dua hujibiwa. Baada ya hapo khatibu akasimama tayari kwa ajili ya kuendelea na hutuba ya pili. Alhamdulillahi alladhi ja'ala at-taqwa sababa lin-najati wa fatha lil-khairati wa wa'ada lil-muttaqina bil-fawzi wal-falah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قال اتق الله حيثما كنت صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها زاد الراحلين ونول الصالحين وسبيل فوز في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تموها وخلق الناس بخلق الحسن. رواه الترمذي.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وارض اللهم عن الصحابة الأجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين وثبت قلوبنا على طاعتك واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم وأعمالهم يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان.